بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukaendelea katika darasa hii ya ahkam ashri dhil-hijja wa ayyam at-tashriq, risala ambayo imeandikwa na Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala. Jambo la tatu ambalo amelieleza katika risala hii, al-a'mal wat-ta'at fi al-ashr min dhil-hijjati wa ayyam at-tashriq, matendo na taa katika masiku 10 ya mfunguo tatu, kadhalika na ayyamu at-tashriq, zile siku za kukausha nyama. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, وقد مر معنا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. وقد مر معنا الحديث، وحقيقة imepita pamoja na sisi hadithi ambayo inasema ma min ayyamin, hakuna siku zozote zile, al-amalu salih fihinna, matendo mema katika siku hiyo au katika siku hizo, ahabu ila Allah minhu fi hadhihi al-ashr, matendo ambayo katika siku hizo yanapendezesha zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi 10. Hakuna katika ulimwengu. Anasema fa jami'ul a'mali salihah wal qurbat, matendo yote mema na ibada zote za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yustahabbu al-ikthar minha fi hadhihi al-ayyam, inapendekezwa kukithirisha matendo hayo katika siku hizi. Wala shakka, wala hakuna shaka, anna al-hajja was-salata, kwa hakika ya hija na sala, was-siyam na funga, was-sadaqata na sadaqa, wal-udhiya na udhiya kuchinja kubahi, min ahammi hadhihi al-a'mal, ni katika matendo bora zaidi. Kwa hiyo ni katika matendo mema zaidi na ni katika matendo muhimu zaidi. Min ahammi hadhihi al-a'mal, ni katika matendo muhimu zaidi katika matendo yote katika siku hizi: hija, sala, funga, sadaqa, kadhalika kuchinja. Falhajju fariidatun, hija ni faradhi, ni lazima, ala kulli mukallafin, juu ya kila yule ambaye mwenye kutezwa nguvu na sheria, kwa sababu mukallaf maana yake ni balighun aqilun, yule aliyebalighi mwenye akili. Kwa hiyo ala kulli mukallafin mustati'in, juu ya kila yule mwenye kutezwa nguvu tena mwenye kuweza. Wa huwa fardun, nayo ni faradhi ya lazima hija, marratan fil umri, mara moja tu katika umri. Basi ukihiji mara moja tosha, ndio ulazima. Lihadithi, kwa hadithi iliyokuja, alhajju marratan, hija ni mara moja tu. Faman zada, yoyote atakayezidisha akahiji mara 2, 3, 4, fahuwa tatawwu, hiyo ni kujitolea, ni sunna wala si lazima. Ni sunna wala si lazima, mara ya 2, 3, 4 na kuendelea. Anasema faman hajja al-fariidata, yoyote atakayehiji hija faradhi au lazima ile moja, yustahabbu lahu, inapendekezwa kwake yeye, al-hajju marratan ukhra, kuhiji mara nyingine, ni sunna, inapendekezwa, si lazima, ni mustahabu kuhiji mara nyingine. Kwa hiyo mtu akihiji mara 2 ni sunna wala si lazima, wala hakuna mani wala mahdhur yoyote, hakuna uharamu wa kufanya hivyo. Ukiwa na wewe uwezo, ni mustati, nenda. Lakini ikiwa hakuna haja ya kuwa wewe wende kila siku, bora umpe mwenzako, itakuwa khairi zaidi, aende naye aende akahiji. Wal udhiya, na kuchinja
kudahi katika haya masiku ambayo ni yaumun nahar, siku ya 10, wajibatu, ni lazima. Lakini ala rajihi, kwa kauli ambayo yenye nguvu, kwa kauli ambayo yenye nguvu, lilqadiri alaiha, kwa yule mwenye uwezo wa hiyo ibada ya kuchinja. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni lazima kuchinja kwa yule ambaye mwenye uwezo, ni lazima. Hii ndio kauli rajih. Wa waktuha, na wakati wake, min ba'di salati Eid al-Adha, ni baada ya kushasali sala ya Eid ya Adha, ya mfungo 3, ila akhir ayami at-tashriq, mpaka mwisho wa siku zile za kukausha nyama, ambao ni athalitha ashara, siku ya 13 mwezi 13. Sawa, athalitha ashara min Dhulhijja, mwezi 13 katika mfungo 3 ndio mwisho. Na hii ndio kauli ambayo wanachuoni wengi wamepita nayo, na wako baadhi yao katika madhhabu ambao wenye kuona kuwa mwisho ni ile mwezi 12. Lakini hii ndio kauli ambayo wanachuoni wengi al-aktharun wameenda na kauli hii. Wa hiya min afdali al-a'mali salihah, nayo hiyo kuchinja ni katika amali bora zaidi na tukufu zaidi katika zile amali njema, fil ashri, katika hizi siku 10. Kwa kuchinja ile udhiya, kudahi, ni katika miongoni mwa matendo mema ambayo yenye kupendezesha kufanya katika siku hii. Wasiyamu min afdali al-a'mali salihah. Jambo jingine baada ya udhiya, kwanza alitaja nini? Kwanza hija, ya pili barakallahu fikum, ya pili kudahi al-udhiya, ya tatu ndio tuingia katika siyam. Hizi ni ibada ambazo zinapatikana katika haya masiku 10. Wasiyam, nafunga, min afdali al-a'mali salihah, ni katika miongoni mwa matendo mema. Fayustahabbu lahu, inapendekezwa kwake yeye mtu, an yukthira, akithirishe, min as-siyami, kufunga, fi hadhihi al-ayami, katika haya masiku 10. Wa khassatan, na hasa yauma arafata, ile siku ya Arafa, hasa siku ya Arafa, kwa sababu siku ya Arafa imekuja dalili hasa. Sawa, imekuja hadithun ambayo ni iko wazi, tena hadithi ambayo ni sahihun sarihun, yenye kuonyesha kuwa mtu afunge na kuna fadhila zake. Ama zile siku 8 hakuna hadithi yoyote iliyokuja sahihi. Imekuja hadithi ambayo ni yenye kuelezea al-amalu salih, matendo mema, na wanasema na chuoni al-amalu salih kadhalika ni nini? As-siyam inaingia. Kwa mtu akifunga kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 8 na akachanganya na Arafa mwezi 9, haina shida, wala hakuna mani, wala usimzuie. Kinachozuiwa na baadhi ya shuyukh na maulama ni kuwa mtu kulazimisha lazima zile siku 9 au zile siku 8 afanye nini? Afunge, ni lazima. Kila mtu anaona kama ni fardhi, na anaona kuna hadithi ziko, lakini hadithi zote zilizokuja ni dhaifu, hazina hoja, hazijasimama katika hoja. Lakini mtu akifunga hakatazwi, hakuna shida, imeleka. Lakini hasa asikose kufunga siku ya nini? Ya Arafa. Fafihi thawabun adhim, ndani yake kuna thawabu tukufu kubwa, kama sayati, kama itakapokuja dalili yake karibu kuhusiana na siku ya Arafa. Wa fi siyami al-mutlaq kadhalika, ona hii ndo anaizungumzia, nafunga mutlaq, ya kuachiwa moja kwa moja, mursal, funga tu mtu kufunga zile siku 8. Jaa at-targhib fihi, imekuja mapendekezo ndani yake, kathiran, mingi. Wa min dhalika, na katika hayo, ma rawahu an-Nasa'i, ni ile hadithi ambayo aliyopokea, yale ambayo ameyapokea Imam an-Nasa'i wa ghayruhu, nasi kwa yeye, an Abi Umama radhiyallahu anhu qala, kutoka Abi Umama Allah miradhi amesema, qultu ya Rasulullah, nilimwambia yeye mjumbe wa Allah, dullani ala amali, nijulishe mimi juu ya amali ambayo adkhulu bihi aljanna, nitaingia kwa amali hiyo peponi. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alayka bisawmi, lazimiana na funga.
Alayka banaki ay ilzam, lazimiana. Na funga, yani funga kwa wingi. La mithla lahu, hakuna mfano wake katika kufunga. Ibada ya funga haifanani na ibada yoyote, kwa kuonesha kuwa hii ni funga mutlaq. Kwa ukifunga zile siku 8 hakuna tatizo. Wa min al-a'mali salihah, nyingine katika matendo mema ni at-takbiru, kuleta takbir. Fayustahabbu at-takbir, inapendekezwa takbiri Allahu akbar Allahu akbar, wat-tahmid alhamdulillah alhamdulillah, wat-tahlil la ilaha illa Allah, wat-tasbih subhanallah. Ayyamul 'ashr, inapendekezwa kuleta hizo katika siku za haya masiku 10. Kadhalika idharu dhalika fil masajid, watu wadhihirishe jambo hilo katika misikiti. Sawa, tudhihirishe hizi takbirat na tahlilat na tahmidat na tasbihat katika misikiti. Wal manazil, kadhalika katika majumba yetu tukithirishe kuleta takbir. Wat turuqati, na katika njia majiani huko, masokoni, fil aswaq, katika masoko na sehemu nyingine tukithirishe. Wa ghairiha, na sehemu nyingine zisizokuwa hizo. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. Wayadhkuru isma Allahi, na walitaje jina la Allah, fi ayyamin ma'lumat, katika masiku maalum yenye kuhesabika. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, katika yale ambayo wameruzukiwa wao katika wanyama hoa. Wanyama hoa maana yake ndio wao wanyama wenye kuchinjwa katika hizo siku ndio wanyama hoa. Wa jumhurul mufassirin, na jopo jingi na wanachuoni wingi wa tafsiri ya Qur'an, ala anna al-ayyam al-ma'lumat, ala wako juu ya msimamo ambao anna al-ayyam al-ma'lumat, wa hakika hizi siku al-ma'lumat, siku maalumu, hiya ayyamul 'ashr min dhil-hijja, ni hizi siku 10 katika mfungo 3 ndio ambazo ayyamun ma'lumat katika aya hii. Waqad marra ma'ana, na kwa hakika imepita pamoja nasi, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'akthiru fihinna min at-tahlil, kithirisheni katika siku hizo at-tahlili, la ilaha illa Allah, wat-takbir Allahu akbar, wat-tahmid na alhamdulillah, kithirisheni. Wat-takbiru fi hadha az-zaman, na kuleta takbiri katika zama hizi, sara min as-sunani al-mahjurati, imekuwa ni katika sunna ambazo zenye kugurwa, zenye kuhamwa. Tena watu ukileta takbiri katika masiku haya watakuona kiroja, watakuona mgeni, watakuona hawa nao wamezidi hawa, takbiri basi waanza leo. Kumbe maskini hawajui Uislamu wao, hata kusoma dini. Muflisun, wamefilisika maskini, hawajui chochote katika dini yao. Kwa takbiri ukizileta hizi ambazo ni mutlaq katika kila sehemu, katika majia au misikitini, wapi, za mutlaq, lakini sio muqayyad, basi watu watakushangaa. Usishangae. Kwa anasema Sheikh, ni katika sunna ile uhuru ilohamwa. Fayambaghi, inatakikana aljahru bihi, kudhihirisha hizo takbira na kuhuisha sunna hii, wala siyama, na hasa fi awwal al-ashr, mwanzo haya masiku 10. Kwa hiyo ukionekana tu mwezi wa mfungo 3, tulete matakbiri kwa wingi, tahlili kwa wingi, masokoni, majiani, sehemu zote, majumbani, tulete takbiri kwa wingi ili tuhuishe hii sunna. Waqad thabata 'ani salaf, na kwa hakika imethubutu kutoka kwa salafu salih dhalika, jambo hili. Wa minhum, na miongoni mwao ni Abdullah ibn Umar, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na Abu Hurairah Allah yaradi wote. Fa fi alhadith, imekuja katika hadithi, annahuma, kwa hakika wawili hao, Ibn Umar na Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kana, walikuwa wawili hawa, yakhrujani ila suqi, wakitoka kuelekea sokoni, ayyamil 'ashr, katika haya masiku 10, yukabbirani, wanaleta takbira wote wawili, wa yukabbiru an-nasu, na ilikuwa watu wanaleta takbiri bitakbirihima, kwa kupitia takbiri zao zile. Maana yake wao walikuwa wakileta takbiri na wale watu
wanapata kushtuka na kujua kumbe tumesahau na sisi tulete nini takbiri. Na maana kwa wanaohiusha hii sunna na watu nao wanafanya nini, wanawaiga. Imeleka kwa ina maana tuishi hii sunna katika masoko, njiani, katika majumba, misikitini, tulete takbira katika mfumo tatu. Wa min al-amali salihah, katika miongoni mwa matendo mema allati ambayo yambaghi inatakikana al-iktharu minha, kukithirisha katika masiku hayo, fi hadhihi al-ayyam, kukithirisha amali hizo katika masiku haya, tilawatul Qur'an, ni kusoma Qur'an, wa qira'atu kutubi sunnati, na kusoma nini, vitabu vya sunna. Sawa, tukithirishe kusoma Qur'ani kwa wingi sana, kwa sababu mema yalipo maradufu. Haya masiku 10 kadhalika katika huu mfunguo huu tuliokuwa nao ambao ni mfunguo pili, Dhulqa'da, huu ni katika mwezi mtukufu. Kwa hiyo tukithirishe kufanya ibada. Kadhalika na vitabu vya sunna, wa taubati, na vitabu vya tauba, an-nasuh, tauba ya kweli. Tusome vitabu vya tauba ya kweli, au akusudia kutubu sunna, tusome vitabu vya sunna. Kadhalika wa taubatu an-nasuh, akusudia maana tutubie toba ya kweli, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa salawatu at-tatawwu, na swala zile za sunna tukithirishe katika masiku haya. Wa ghayruha, na sikuwa hizo katika ibada min al-amali, katika matendo. Waliyahrisil muslim, na apupie muislamu ala mawasimil khairi, katika hii misimu ya khairi. Waliyuqaddim li nafsihi, sawa, na atangulize kwa nafsi yake amalan salihan, matendo mema. Anasema Sheikh, yajiduhu fi hasanatihi, atazipata hayo matendo mema, atayakunde katika mema yake. Kwa mtu akithirishe kufanya matendo mema katika masiku 10 ya mfungo tatu ambayo yako mbele yetu. Hiyo ni nambari ngapi? Nambari 3. Nambari 4, fadhlu yawmi arafah, fadhila na utukufu wa siku ya Arafa. Yawm arafah, siku ya Arafa, min al-ayyam al-fadila, ni katika miongoni mwa masiku matukufu, fi hadhihi al-ashr, katika haya masiku 10. Wa huwa yawm at-tasi', nayo ni siku ngapi? Siku ya 9 min dhil-hijjah, katika mwezi wa mfungo tatu, ni siku ile ya 9. Imeleka. Je, tufunge na Arafa hii? Tufunge siku ya Arafa tuone, tusubiri watu wasimame mahujaji, au tufunge na mwezi wa nchi? Haya ni mambo ambayo wanachoona wamekhtalifiana. Sawa, min zamani al-qadim, kutokea zamani sana. Imeleka, wala si mahali pake, lakini wako wanachuoni ambao wanaonelea kuwa kwa ikhtisar ufunge kwa sababu ya nini? Watu kisimama kule cha Arafa, wakisimama Arafat, na wewe huku ufanye nini? Ufunge ili ushirikiane nao katika nini? Ibada. Imeeleka. Na haya ndio ambayo ameelezea wanachuoni hapa, mpaka wanachuoni wa Kishafi, akiwemo al-Imam Khatib ash-Shirbini katika kitabu alikuwa akisherehesha kitabu Minhajut Talibin, ambao Minhajut Talibin kitabu chake Khatib, al-Imam Khatib ash-Shirbini ambaye ni al-Misri, ni Misri, amekita kile kitabu chake Mughni al-Muhtaj, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni jambo ambalo wanachuoni wametafutia, na wako ambao wanachuoni hapana, hata hiyo saumu ya mfungo tatu mtu afunge kutokana na nini? Na mwezi wa nchi yake, kwa sababu pia ikhtilafu al-matali', tofauti za matali mu'tabar inazingatiwa au ni mu'tabar mpaka katika mfungo tatu. Kwa hiyo ni jambo la khilafu, kama vile kuna khilafu katika mwezi muandamo katika nini? Ramadhani. Kadhalika ni khilafu katika mwezi wa mfungo tatu, wala si swala la watu kuminyana wakaeka tena vikao wakafanya minakasha wakaanza kugombana wakakatana kwa mambo kama haya ya fiqhia, sababu yote ukirejea ni wanachuoni hao wa sunna wametofautiana. Hili lina mahala pake, tutakuja kuelezea inshallah. Anasema faqad akmala Allah ta'ala dinahu, kwa hakika Allah amekamilisha dini yake يوم عرفة, siku ya Arafa. عندما نزلت الآية, wakati ilipoteremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu, dini ya Uislamu.
wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dinan, na nimeridhia kwenu ninyi Uislamu kuwa ndio dini ya haki. Kwa hiyo mtu yote atakayekuja na dini nyingine isiyo Uislamu fala yukbal. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yukbal wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin, hatukubaliwa. Qala Umar radiyallahu anhu, amesema Umar radiyallahu anhu, qad arafna dhalika al-yawm, kwa hakika tumejua siku hiyo iliyoteremka aya hii, wal makana alladhi nazalat fi, na sehemu ambayo iliteremka aya hii, ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafata, na hali ya kuwa amesimama Arafa, yawma al-jum'ati, siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa amesimama Arafa, ndio ikateremka aya hii. Tena wanasema ashiyat Arafa, ilikuwa ni jioni ya siku ya Arafa ndio ilipoteremka aya hii. Na kuna tofauti anachuoni, je, aya ya mwisho ambayo imeteremka katika Qur'ani ni aya gani? Wako baadhi al-mufassirin wamekwenda kwa ni aya hii, na wako baadhi al-mufassirin wanasema la, sio aya hii, bali hii tunaweza tukasema katika nini, awakhir